Naam, habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Mzozo wa Mashariki ya Kati, huku Marekani akiingia moja kwa moja kwenye vita vya Mashariki ya Kati, mzozo kati ya Israel na Iran, lakini kubwa zaidi Trump akithibitisha kufanya mashambulizi makubwa ambayo yameweza kushambulia vituo vya nyuklia vitatu vya Iran, ikiwa ni pamoja na Fordo, Natanz pamoja na Isfahan. Lakini katika ripoti yake Trump anasema ndege zote ambazo zimehusika katika mashambulio hayo tayari zimeondoka katika anga la Iran. Lakini pia kubwa zaidi anasema kwamba ndege zote ziko salama kuelekea nyumbani, huku akiwapongeza wanajeshi wa Marekani kwa kushirikiana na wanajeshi wa Israel katika kutekeleza shambulio hilo. Baada ya shambulio hilo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa tamko rasmi kufuatia taarifa ambayo Marekani wameitoa baada ya kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran. Katika taarifa ambayo imetolewa na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, huku akionya kwamba Marekani italipa gharama kutokana na hiki ambacho wamekifanya na kuishambulia Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba mashambulizi ya Marekani, basi Marekani watalipa gharama nzito. Kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa kauli kali akilaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Katika ujumbe wake kwa taifa kupitia televisheni ya serikali, Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa hatua hiyo ni uhalifu wa kivita na ameonya kuwa Marekani na washirika wake watalipa gharama nzito. Mashambulizi haya si tu ya uchokozi, bali ni tangazo la vita. Zionisti, akimaanisha Israel, wamechagua njia ya uharibifu na wale wanaoshiriki kama Marekani watawajibishwa kwa athari zake. Ayatollah Ali Khamenei alisisitiza kuwa Iran haitatetemeka mbele ya vitisho na iko tayari kujibu kwa nguvu zote. Tutajibu kwa kiwango kinachostahili. Adui atakumbuka majibu haya kwa muda mrefu. Aidha, alifunga milango ya mazungumzo yoyote na Marekani na akasema kuwa taifa lake sasa linaingia katika kipindi cha mapambano ya wazi dhidi ya ubeberu na ukandamizaji wa kigeni. Wakati huo huo, vikosi vya Iran vimeripotiwa kuwa katika hali ya tahadhari ya juu, huku majeshi ya Marekani katika eneo la Ghuba yakiongeza ulinzi baada ya taarifa za maandalizi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Hivyo wanajipanga, na kama unakumbuka ni kwamba Marekani alikuwa ameshapeleka ndege za kivita, meli za kivita huko Mashariki ya Kati. Na kubwa ni kwamba baada tu ya tamko hili kutoka Iran ya kwamba Marekani italipa gharama kutokana na shambulio ambalo wamelifanya, basi ulinzi umeimarishwa, lakini pia wamekaa kwa tahadhari kubwa, wakiamini chochote sasa kinaweza kutokea kutoka kwa Iran. Rais wa Marekani Trump alizungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu muda mfupi tu baada ya Marekani kuhitimisha shambulio lake. Afisa wa ikulu ya White House alisema, na Axios liliripoti kwamba Marekani iliipa Israel kichwa kabla ya kuanza mgomo. Hili lilithibitishwa na chaneli 12 ya habari ya Israel ambayo iliripoti kwamba kikundi kidogo cha mawaziri wakuu wa Israel walikuwa wakikutana kuanzia saa 10 jioni kwa saa za huko hadi muda mfupi baada ya tangazo la Trump. Katika taarifa yake ya video iliyochapishwa muda mfupi kabla ya Trump kuwasilisha hotuba yake, Benjamin Netanyahu alimshukuru rais wa Marekani kwa uamuzi wake wa kushambulia maeneo ya nyuklia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hongera Rais Trump, uamuzi wako wa kijasiri wa kulenga vituo vya nyuklia vya Iran kwa uwezo wa ajabu na wa haki wa Marekani utabadilisha historia, Netanyahu alisema. Katika Operation Rising Simba, Israel imefanya mambo ya ajabu sana, lakini katika hatua ya usiku wa leo dhidi ya vifaa vya nyuklia vya Iran, Marekani imekuwa kweli isiyo na kifani.
imefanya jambo ambalo hakuna nchi nyingine duniani ingeweza kufanya. Alisema historia itarekodi kwamba Rais Trump alitenda kukataa utawala hatari zaidi duniani, silaha hatari zaidi duniani, aliongeza katika taarifa yake. Shambulio hili ambalo Marekani wamelifanya dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, tunasema hatimaye Marekani imeingia moja kwa moja katika vita na kuisaidia Israel, ambayo tayari ilikuwa imeonesha katika siku ya 10 ya vita vinavyoendelea kama imezidiwa. Marekani ikitumia ndege zake za B-2 Spirit imeshambulia vinu vitatu hivyo vya nyuklia vya Iran, Natanz, Fordo pamoja na Isfahan. Hili ni shambulizi kubwa kabisa na lenye madhara makubwa kwa Iran pamoja na washirika wake wote wa mrengo wa kushoto ambao ni Urusi, Uchina pamoja na mataifa mengine. Sasa shambulizi hili limepigwa kama shinikizo la kuitaka Tehran kuingia kwenye mazungumzo ya kusitisha mradi wake wa urutubishaji wa madini ya uranium kwa ajili ya utengenezaji wa silaha za nyuklia. Lakini katika taarifa yake kupitia television, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema sasa wanaingia kwenye vita na hawapo tayari kwa mazungumzo na Marekani. Baada ya shambulizi hili la usiku, ilipofika alfajiri ya majira ya asubuhi, Rais Trump kama nilivyokuambia ametoa hotuba, na katika hotuba yake ameonya Iran isisubutu kujibu kwa kushambulia kambi za kijeshi, na kwamba anaitaka Iran ije kwenye mazungumzo haraka iwezekanavyo. Na kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Israel ambaye kwa siku 10 za vita alikuwa amezidiwa mno na kupoteza ushawishi mbele ya mabwana wa vita na wananchi pale Tel Aviv, na amejitokeza mbele ya kamera na kumsifia sana Trump, akimtaja kwamba ndiye kiongozi bora wa dunia. Na hotuba yake imekuwa na mahazi ya uchawa, yaani ukiangalia namna ambavyo anamsifia Trump ni uchawa uliopitiliza, huku akimsifu Rais Trump kuliko wanavyomsifu hata wa Marekani wenyewe na hasa makada wa chama chake cha Republican. Kwake amemsifu sana. Ile kauli yetu ya machawa, sasa Benjamin Netanyahu ameonekana kama ni chawa kweli kweli. Na ukiangalia katika mashambulizi ambayo Iran walikuwa kiyafanya, ni wazi ya kwamba Israel ilikuwa imezidiwa. Huu ni msaada mkubwa mno ambao wameupata kutoka kwa Marekani. Sasa tusubirie kuona kauli ambayo ameitoa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwamba shambulio hili ni la uchokozi na wazi wa Marekani, na kwamba Tehran itajibu kwa angamizo ambalo Washington haitakuja kulisahau. Bado Ayatollah anatoa matamko akiwa mafichoni katika mahandaki ambayo hayajagundulika kabisa kwamba yuko sehemu gani, lakini ameapa kwamba yuko tayari kuifia nchi yake, na katika kuonyesha utayari huo, juzi amemteua mrithi wa kiti chake ikiwa atauawa, japo jina bado halijawekwa wazi, lakini amependekeza mmoja wa viongozi wa kiroho nchini humo au mmoja wa makamanda muhimu wa IRGC kuwa mrithi wake. Moja kwa moja utuachie maoni yako. Lakini vinu vya nyuklia vya Natanz, Fordo pamoja na Isfahan vilikuwa katika mahandaki maalum umbali wa mita 300 ardhini, na vinu muhimu sana kwa mradi wa Iran chini ya msaada wa Urusi. Lakini Moscow haijatoa kauli kwa shambulizi hili, ijapokuwa juzi ilitoa onyo kwamba jaribio la shambulizi katika vinu hivyo litakuwa ni kuisukuma dunia katika vita vya tatu vya dunia. Tusubiria kuona Urusi, Rais Vladimir Putin atazungumza kitu gani. Tuachie maoni yako na endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali. Mengi tunakusanya na tutakuhabarisha hapa, tujue tunaelekea wapi mzozo wa Mashariki ya Kati baada ya Marekani kushambulia, Ayatollah Ali Khamenei kutoa tamko rasmi la Iran.